Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina, hamuna. Amina. Kwamba amina. Hebu tuwape waimbaji amina zenye mashiko. 1, 3. Amina. Singina nyingine. Amina. Kandamiza na nyingine wewe. Amina. Tupepe hewani kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wasalimu kwa jina la Bwana. Hamjambo? Mimi pia namshukuru Baba wa mbinguni. Wasionifahamu, naitwa Sogoya wa Sogoya. Bwana apewe sifa. Amina. Mjori na mtumishi wa Mungu. Napatikana mtaa huu wa Segese, lakini kanisa moja la Chera. Ninahusika pia na AMR. Bwana asifiwe. Amina. Watoto wa mama namna gani? Kwa wale ambao wakati mwingine unaweza kanikuta nimepiga nini? Sasa mwe mnasema hapo, nimepiga nini? Usishangae. Sio hiyo tu, lakini unaweza kanikuta pia nimevaa, wewe vyovyote unaweza kaita, uite teneti sawa jeupe, hamna maneno. Kwa hiyo usishangae, niko kazini. Bwana Yesu asifiwe. Na niliitwa, nafikiri muda hapo mahubiri yalipokuwa yanaendelea Chato hapo, niliitwa kwenda kwa division Kenya. Nikaenda, baadaye nikapewa maagizo haya na maelekezo na nikavotiwa kwa kazi hii. Tushirikiane kwa kazi, muda si mrefu huenda mtanisikia nikiwa maeneo mengine, lakini huo ndio utumishi wa kazi ya Bwana. Bwana apewe sifa. Hebu pepea kama tuko pamoja. Jamani waimbaji pande zote, Mungu awabariki. Amina. Jamani ukiwa mgeni, hamna namna. Nimenyang'anywa hiyo. Bwana asifiwe sana. Waimbaji wa kwanza walizungumza habari ya pekee kwamba pamoja na kwamba tunaweza kukapita katika changamoto na mambo magumu, bado Yesu atatupigania. Amina. Nimeipenda hiyo. Hamuna? Amina. Kwamba haijalishi unapitia machungu ya namna gani, nataka nikuambie yupo Yesu. Anaona. Yupo Yesu. Hivyo kuna nyakati zingine unafikishwa mahali pa kuchoka, pa kukata tamaa, hata wakati mwingine kutoa maadili. Yupo Yesu. Yupo Yesu. Lakini PF wakasema watu wengi hawajui habari ya msalaba, bado wanabaki dhambini. Lakini ukasema mwanangu njoo, Yesu anafanya nini? Anakuita utoke wapi? Mimi ngoja nikwambie, ninaweza nikawa ndani ya kanisa lakini bado niko dhambini. Kweli wao? Nikahudhuria makambi tu makambi, bado niko dhambini. Nikaja sabato tu sabato, bado niko wapi? Nikashia ngazi mbalimbali na namna mbalimbali, mafundisho mbalimbali kadha wa kadha, lakini bado nikabaki niko dhambini. Wakati umefika kwa gharama zote, chomokamo dhambini, Yesu atawale. Amina. Mkikomeza kwa mwambie mtu wa baba, unasikia lakini Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na vipindi vizuri sana hapa kwa ajili ya uamsho ambao tumeendelea nao hapa. Kwa kweli wale ambao tumekuwa na nyinyi kabisa tunamshukuru Mungu. Lakini alihanisi pia tulikuwa na mkesha mtakatifu. Halo. Tulikuwa na mkesha namna gani? Wangapi mnasinzia? Hebu angalia mwenzako kama anasinzia, mwambie bado unasinzia. Haleluya. Muda umeendelea, lakini unisikilize. Ninapokwenda kutoa lai hii, tutakuwa na masomo matatu. Nimesemaje? Tutakuwa na masomo matatu. Somo la kwanza linasema uwe mwaminifu katika utumishi. Nimesema uwe mwaminifu katika
Somo la pili linasema usile chapati njiani. Nimesemaje? Somo la tatu linasema kutembea na Yesu njia yote. Kutembea na Yesu njia yote. Mangapi hayo? Sasa umeanza kuchoka sasa jamani. Naona watu sasa wameshachoka. Yaani yote na sasa wameshaanza kuangalia sasa. Sasa huyu sasa amekuja kutukomoa au? Bwana Yesu asifiwe. Fumba macho tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja kwako kama tulivyo. Na kwa sababu leo umeruhusu tuje hapa, kila aliyekuja asirudi kama alivyokuja. Na ikiwa kuna mtu ambaye yuko amekuja na changamoto nzito, hapo Yesu anzia. Shughulika naye, muweke huru, jina lako lipate kutukuzwa. Lakini wale ambao tumekata tamaa, tumechoka, tunahitaji baraka na neema kutoka machoni pako. Tuongezee imani, tuandae kujifunua mbinguni. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Kanisa tulia kwa Yesu. Hiyo umeshasahau jamani. Segese tunaangushana sasa mapema hivi jamani. Kanisa tulia kwa Yesu. Paka kieleweke. Na mwisho je? Wakati wengine wanatulia kwa ibada ya sanamu, wanatulia kwa wasimbe na malaya, wanatulia kwa mizimu na makaburi, wanatulia kwa mambo ambayo hayana utukufu. Wewe mtu wa Mungu unanisikiliza, wakati umefika wa kutulia kwa Yesu. Na ukishatulia kwa Yesu, hatimaye tunaiaga dunia, tunapata uzima milele. Acha watu wafanye vya kwao. Kani wewe ni kutia moyo, tembea na Yesu njia namna gani? Yote hautajuta. Haleluya. Haleluya. Jamani, Mungu awabariki sana. Inaanza na somo la kwanza. Jamani, watoto mpo hampo? Sasa simameni sasa nione kama mko pamoja na mimi. Jamani, nani mtoto huwa anajua kuomba? Sasa maiki moja anaweza kapewa mtoto mmoja tuletee ombi. Tunapokuwa na somo la kwanza hili, mpatie yeyote, maana sasa ni wengi leo nyosha. Kadri Roho atakapokuongoza na wewe sasa. Mpatie yeyote maiki. Haya, tuletee ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba ishiye juu mbinguni, nashukuru kwa ulinzi wako kutulinda siku sita hadi leo, siku ya Sabato. Nashukuru jina lako. Takapoenda kujifunza neno lako takatifu, naomba Roho yako Mtakatifu akaweze kutawala katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaanza na somo la ngapi? Somo la kwanza. Haleluya. Haleluya. Watoto. 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 Pungeni mikono kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mtoto mmoja. Nimesemaje? Yeye alikuwa anaitwa Johnny. Alikuwa anaitwaje? Yaani Johnny. Nimesemaje? Johnny alikuwa ni mtoto maarufu. Alikuwa anapenda hata wenzake. Akiona mtu ameangusha chochote anamwambia, tazama kalamu yako umeangusha. Kuna vitoto vingine. Nimesemaje? Ukiona mwenzake ameangusha kalamu, kinawahi halafu kinakanyaga, halafu kinapotezea. Si vipo? Lakini John hakuwa hivyo. Bwana asifiwe. John hakuwa hivyo. John alikuwa kwanza ni mpole, aliyekuwa anampenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alitamani sana kununuliwa Biblia na wazazi wake, lakini
hata hakubahatika. Siku moja. Nimesemaje? Siku moja. Kanisani walitangaza kuwa na sabato ya wageni. Kuwa na sabato ya nini? Ya wageni. Wakatangaza. Jamani, hapo mshawahi kuwa na sabato za wageni? Ya namna hiyo sasa. Kwamba kutakuwa na sabato wageni. Lakini mtangazaji akasema ya kwamba kila mmoja anapaswa kualika watu siku hiyo ya sabato ya wageni. Wawepo wageni namna gani? Wengi. Wengi. Bwana asifiwe. Wakati tangazo linasema hapo, nataka nikwambie hata John alikuwepo. Likamuumiza moyoni, akatamani kabisa laiti, yani sijui nifanyeje na mimi nialike. Lakini bahati mbaya hakuwa na Biblia. Hakuwa na nini? Sasa unajua nini? Akaenda kuwaomba wazazi, baba yake na mama yake wampatie nini? Wakamuuliza ya nini? Nahitaji kwenda kufanya kazi ya nani? Sema Biblia yangu subutu. Ole wako ni kukuto umeichukua. Ucheze Biblia yangu. Unajua kuna wazazi hata bila walishapigia mistari ni za kwao tu. Kwa hiyo akanyimwa na wazazi wake. Kama ni wewe unafanyaje sasa? John akanyimwa nini? Akanyimwa nini? Lakini anahitaji aende kazini. Akaenda sasa, akaenda kwa mzee wa kanisa, akasema, alipoenda akamwambia kijana, mtoto wewe kwanza sawa, lakini sasa hii Biblia yangu unajua mimi nina majukumu. Kwa hiyo si ungeomba tu wazazi wako. Sasa mtoto ameomba wazazi, wakafanya nini? Akaona huenda kwa mzee wa kanisa anaweza kanipatia msaada. Napo akakoswa Biblia. Kama ni wewe ndio John nafanyaje? Na alipofikiria maeneo yale kulikuwepo na mchungaji mstaafu wa muda mrefu. John akaenda kwa wewe mchungaji munini mstaafu, walikuwa wanaitana babu. Alifika pale mida ya jioni kwenye saa 10 hivi kwa huyo mchungaji. Alipofika pale akamkuta mzee amelala, amepumzika kwa sababu ya uzee na umri umeenda. Hivyo akanyanyuka, alipokuwa kitandani anakuja kutokea, akakutana na mtoto nani? John. Akakutana naye. Alipokutana na John, akamsalimia babu, shikamo. Akaitikia marahaba. Babu, vipi mjukuu wangu? Nasema babu, nimekuja naomba uniazime Biblia. Ya nini babu? Nahitaji kwenda kazini shambani mwa Mungu. Akasema babu, mimi unajua kwa sababu ya umri umeenda, Biblia zile ndogo zote walishabeba vijana. Na hapa sio kwamba sina Biblia. Nina Biblia lakini ni kubwa kiasi kwamba hata huwezi kulibeba. Akasema yani babu, hilo nipatie. Ni kubwa mno, yani wewe tukusudia hilo babu. Kweli ilikuwa juu ya kabati. Mchungaji mstaafu akampatia huyo mtoto nani? John. Mtoto John alipokabidhiwa, jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mfano tu, Bwana apewe sifa. Ilikuwa kubwa, sio kama hii. Kubwa. Alipojaribu kulibeba hivi ikamshinda. Akajaribu kuliweka hapa, napo akakaa vizuri. John akaliweka wapi? Akaona angalau hii hapo ndipo linaweza likabebeka vizuri. Akasema babu, wewe lete ombi mimi niende kazini. Ombi likapigwa. John akaondoka, akaenda shambani mwa nani? Shambani mwa nani? Akiwa na Biblia ni nini? Ni kubwa. Sasa akafika, akaanza kwenda. Kila mji alipoenda anawasalimia vizuri, anawaambia jamani, mimi nawakaribisheni. Tarehe fulani tutakuwa na sabato ya wageni. Ninawalikeni John. Anaondoka.
Nataka kumwambia kila aliyemuona John alisema kumbe mwisho kweli umefika. Kama huyu mtoto mdogo anatembea na mabiblia makubwa ya namna hii, kwa kweli mwisho wa dunia. Naenda haraka hivi. Siku ilipofika yenyewe, nimesemaje? Siku ilipofika yenyewe, watu wageni wakajaa. Walipokuwa wamejaa hivyo, mahubiri yakaendelea. Baada ya hapo, yule aliyekuwa na huduma akasema kwamba jamani, kwa sababu tulisema kila mtu awe na wageni wake, hebu wageni mliokuja nyosheni mikono. Watu wakanyosha nini? Mikono. Alafu akasema hivi, kila mgeni aende kwa mtu aliyemwalika. Watu wengi, utitiri wa watu wakaenda kwa John. Yule mhudumu akasema huenda hawa watu hawajafanya nini? Jamani, nasema hivi, kila mtu aende kwa mtu aliyemwalika. Anaona mstari wa John unazidi kufanya nini tu? Bwana Yesu asifiwe. Naipenda hii. Mstari wa John ukazidi kuongezeka. Wale washiriki wakubwa na wengine ameenda sana, ana wawili. Lakini mstari ulioongoza kuwa na watu wengi ulikuwa ni wanani? Na kupitia wageni hao walikuwepo na wenye mvi pia. Lakini kupitia wote waliokuwa mpangana kwa John, wito ulipotolewa, watu 34 wakajitoa kumwamini Yesu. Amina. Na wakabatizwa walipofika. Amina. Naelewa kwamba unaweza ukaona watoto ukaona kwamba ni wa kawaida, lakini bado kuna nguvu ya Bwana kwa watoto hao. Tunapaswa kuwathamini na kuwajali, tunapaswa kuwaombea na kuwatia moyo wasonge mbele. Tena mimi wasipende kusema kanisa la kesho, ni la leo. Amina. Ni la leo. Maana unaweza kaenda nyumba kwa nyumba kuhubiri watu wakamwamini Yesu leo. Halo? Funga mkono kama tuko pamoja. Bwana asifiwe. Hebu mpe amina Mungu ya kwanza. Amina. Kandamizo na ya pili wewe. Amina. Singine na tatu ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana, hiyo ndio habari. Katika Warumi 10 mstari wa 14 na 15. Hebu soma hapo, tunahama hapo. Jamani, mafunzo yetu yanatosha. Mwenye masikio na asisikie, 10:14 na 15. Ninasemaje? 10 na 15. 10 Warumi 10:14 na 15. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tembea msomaji wa Mungu. Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. 15. Ndio. Tena wahubirije wasipopelekwa? Ndio. Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Haleluya. Hebu punga mkono kama wewe unasinzia. Umeona watu hapo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jamani, hiyo ni habari yetu watoto. Na sasa tuwete ombi tunapofunga kwa watoto. Na sasa tuliomba na mwanamume, sasa tuombe na wa kike. Na sasa wa kike atuwete ombi watoto. Yaani sasa simame tu sasa haraka. Hizi nazo ni fursa. Huyo amenyosha zamani sana. Patia. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu, umetulinda kuanzia siku 6 mpaka siku ya 7. Tunashukuru jina lako. Sasa huyu tumeona John alikuwa akiomba wazazi wake Biblia na mnyima, lakini alikwenda kwa babu yake akamwomba na akamsaidia. Na sisi pia Baba mbinguni tunaomba ukatubariki na sisi tuweze kuwaongoa watu wote duniani katika jina la Yesu. Amina. Jamani, Bwana asifiwe. Somo la kwanza limekwisha, tunaenda somo la pili. Inasemaje kweli? Hello. Usile chapati. Jamani, chapati, unajua mimi pia ni mtaalamu wa kupika. Yaani kwenye mapishi pia mimi si jambo. Yaani ni si jambo. Yaani tukiweka na wanawake ni wachache ambao wanaweza kunipiga fimbo. Lakini mimi nami ni momo.
Bwana asifiwe. Amen. Maana ukileta keki tunapeta. Halo? Na huwa anafundisha kwa vitendo kabisa nikiwa na nafasi. Kabisa. Yaani nakupangia vizuri, ukihitaji tunawekaje ngazi, tunaweka tunapambaje. Habari ya asubuhi. Hebu peperusha mkono kama unaelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni momo, lakini bado naweza nikuandalia mikate ya kutumia vijiko 4 tu vya mafuta, kilo nzima ya unga wa ngano, mkala mkashiba. Habari ya asubuhi. Kwa mimi ni momo, Bwana apewe sifa. Yaani na mimi kwa namna fulani ni momo. Lakini najua pia kuna chapati za kumimina, hamujambo. Zipo chapati za mayai, mpo na penyewe. Zipo chapati za Bwana asifiwe. Pepea mikono kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio mambo. Lakini pia katika zile za kusukuma zinapishana. Unaweza zikipikwa, unaweza kukutana na nyingine ngumu. Bwana kweli au sio kweli? Yaani kama unapiga ule mchembe. Kile mwanzo na mimi yale mapalage. Wakipiga jamani, yapo au ni ushamba wangu tu mimi? Nayo ni nini? Nayo ni chapati. Kumbe ukifanya chapati. Lakini kuna nyingine, yani ukikata hivi laini, ukiweka hapa ni ya kumini, lakini inakwambia wewe terezeshia tu haraka, tunahitaji kwenda mahali fulani. Punga mkono kama unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zile za kumimina zipo, yani kishawekwa hapo mezani, mate yanaanza kusema aisiku unanichelewesha. Chukua na, yani jicho kishakwambia chukua na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwepo na binti moja. Binti huwa anamsema sana mahali fulani. Alikuwa anaitwa Stella. Samahani kama kuna Stella wapendwa, msiseme kwamba sasa ameanza. Sina mpango wa kuanza wala sihitaji. Ile ni kufanana kama nini? Kwa majina. Alikuwa anaitwa nani huyu? Stella. Stella alizaliwa kwa familia ya baba na mama yake, lakini bahati mbaya sana akiwa mtoto mdogo tu hivi, miezi kama 3 hivi, baba yake alipatwa na ajali akawa amefariki. Kwa hiyo alibaki na mama yake. Na alikuwa mtoto pekee katika familia hiyo. Akawa amebaki yeye na mama yake. Hivyo mpaka amekuja kupata akili zenye akili. Aliyekuwa anamuona nani tu? Mama. Na mama yeye alikuwa mwaminifu. Unajua kuna wengine akifiwa, huo ndio muda wa kujinafasi. Hamujambo. Funga mkono kwa neno vizuri. Yaani mama akamfundisha na kumwelekeza. Baadaye Stella akaanza shule. Darasa la ngapi? La kwanza. Lakini pia hapo katikati alikuwepo yule mama, alikuwa na dada na kaka yake aliyokuwa anaishi da. Sema da. Jamani, kufika hujafika, hata kufika kwa mdomo tu penye unakataa. Hilo ni mbegu. Sema da. Ufikipo tu kufika hujafika, alafu hata kutamka kuna penye unaahidi. Mjomba wake alikuwa wapi? Da. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa wapi? Haleluya. Kwa sababu hiyo sasa ikahitaji kwamba sasa akabidi sema nahitaji na mimi mama niende da kwa nani? Kwa mjomba. Akasema subiri, likizo itakapofika ndefu. Ikafika likizo ndefu huwa ni ya mwezi ngapi na mwezi gani? Mwezi wa 6 ilipofika hiyo likizo, basi wako wamefanya mawasiliano kwa namna ya pekee. Unajua kipindi kile simu hazikuwa kama hizi tu muda huu. Bwana asifiwe. Zilikuwa ziniza kwenda mahali fulani unapiga halafu unafanya mawasiliano. Tunajua mawasiliano zamani, na wewe ni mwalimu najua ni shahidi kwamba yalikuwa ni magumu kabisa. Stempu zilikuwa zinafanya kazi kwa kwenda mbele. Lakini leo hilo soko huenda limejifia. Mimi sina majibu, lakini nina hakika limeshajifia. Maana watu wako kileo zaidi. Bwana asifiwe. Sasa wakawasiliana, walipowasiliana ikabidi kwamba atampokea tu huyu mtoto pale Ubungo. Sema Ubungo.
Bwana asifiwe. Yaani ukiwa unaenda huko Ubungo ukifika unaweza usielewe kama namna gani. Bwana asifiwe. Sasa muda ulipofika huyu mama mwenye hekima akamwandalia mtoto wake chapati. Nini? Wakati huo zilikuwa hazijapigwa zile lambo laini, zilikuwa hazijapigwa marufuku. Kwa zilikuwa zinafanya kazi. Kwa hiyo akamwekea ndani ya lambo namna gani? Vizuri chapati. Unasemaje? Ndipo akamwambia, "Bwana, hizi ndizo utatumia njiani. Lakini ili ule." Hello? Ili ule utakaposikia umesema kwamba hapa ni Morogoro Shukeni. Sasa huo ndio muda ule. Mpaka ufike wapi? Ndipo ufanye nini? Ule chapati. Bwana asifiwe. Basi driver akawa amekabidhi, maana aliyekuwa amekabidhiwa ni driver hapo. Basi mambo yakaendelea kwa namna fulani. Safari ikaanza. Ilipofika imeenda tu kidogo hivi kwa mwendo wa masaa kama 3-4. Stella akasema, "Tumefika Morogoro." Anamwambia bwana, "Tumefika masaa mangapi tu?" Anauliza, "Umefika wapi?" Akasema, "Morogoro." Yaani subiri bado, yaani unaota Morogoro sasa hivi. Tuchukue kama mtu pengine ametokea hapo Kahama. Afike tu hapo masaa 4, najua tuko tumekaribia Singida. Kweli uongo? Maana wasio kama tumefika Morogoro. Hivi hata uwiano haupo. Bwana asifiwe. Lakini bado kakata mwendo baadaye akang'aka huyo huko na akasema kwamba, "Tulia, mimi Morogoro napafahamu, usitusumbue, tukishafika nitakuambia." Akatulia. Safari kafanya nini? Ikaenda, wakaendelea na safari, wamefika Manyoni, inatembea, wako Bahi, inafanya nini tu. Bwana Yesu asifiwe. Hatimaye Domu hapo, kumbe sasa kaka amepitiwa na usingizi. Kaka amepitiwa na nini? Na usingizi. Walipofika Morogoro, wakaenda na kama 10 hivi wameshapita hapo, maana hakana habari kona naye amesahau. Ndipo watu fulani wachache wa Samaria wakakuwa, "Kale katoto ka Morogoro mbona kapitiliza?" Hello. Ndipo akasema, "Beba, hebu geuza gari kidogo. Geuza gari kidogo, kuna namna fulani hapo stendi kidogo." Wakageuza gari, maana sasa hata kuja akageuza huenda ni abiria fulani amemwacha. Unajua siku hizi hata mkiwa yaani mnatazamana kama unaweza abiria yuko hapo, mkimwacha paka mnaweza mkamrudia. Bwana asifiwe. Ninarudi hapo gari hivi, ndipo anakashtua kale kabiti. "Wewe, nikume tusumbua. Amka. Shuka sasa, hapa ndipo wapi? Hapa ndipo wapi? Shuka." Akasema, "Mimi mama aliniambia nikifika Morogoro nile chapati." Yaani kumbe kelele zote hizo hazikuwa za kushuka wapi? Zilikuwa za kula nini tu mpendwa? Abiria wakalaumu sana kwamba tulikuwa tumefika mbali sasa namna gani? Kakaanza kufungua lambo laini ya kenyewe, kakaanza kupiga nini? Samueli wa pili 13. Mstari wa kwanza na kuendelea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kumaliza somo hili la ngapi? Nilimwambia kwamba sio marefu sana masomo haya leo, ni mafupi tu. Samueli wa pili 13 mstari wa kwanza na kuendelea kidogo. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Ikawa baada ya hayo, Absalomu mwana wa Daudi alikuwa na umbu wake mzuri, alikuwa na umbu wake mbaya. Yaani Biblia kusema mzuri, alikuwa mzuri. Usiniambie kama wewe. Yaani elewa, alikuwa mzuri. Alikuwa na dada yake mzuri, ndio jina lake akiitwa Tamari. Yeye huyu alikuwa anaitwa nani? Tamari, ndio. Naye Amnoni
mwana wa Daudi, akampenda. Alimpenda nani? Tamari. Fungu la pili. Ndio. Akasononeka. Yaani upendo ukamfanya huyu nani? Amnoni afanye nini? Asononeke. Hata akaugua. Jamani, wana ndoa hamjambo? Hayo mkono nione mikono yenu pepea. Upendo ulionao kwa mke wako na kwa mume wako umekufanya mpaka uwe na homa ya manjano. Huyu jamaa kwa kupenda tu akaugua homa. Kwa ajili ya dada yake Tamari. Kwa ajili ya dada yake nani? Akawa na homa kwa sababu ya upendo. Jamani, usijiulize ulikuwa mpaka kiwango gani, lakini ni upendo ukamfanya wewe mgonjwa. Bwana asifiwe. Ndio. Maana huyu msichana alikuwa mwanamwali. Hebu nenda shikina hapo mstari ule wa 10 sasa na kuendelea hapo kidogo. Shuka tu hapo wa 10 hapo. Nataka tumalize hii biashara ya somo la pili. Mstari wa 10. Ndio. Amnoni akamwambia Tamari, kilete chakula chumbani. Nataka nikwambie kwamba utaenda usome kwa wakati wako, lakini habari iko hivi. Huyo bwana alijifanya mgonjwa. Na akasema, akashauriwa na rafiki yake kwamba kwa nini unakondeana mtoto wa mfalme? Wewe jifanye munini? Mgonjwa. Halafu mwambie baba yako, mwambie tu huyo dada yako Tamari aje kuandalia chakula. Halo. Hivi wewe ukiambiwa kwenda kumwandalia chakula kaka yako ni vibaya ni vizuri? Alipoambiwa kweli ikaonekana ni jambo jema. Tamari mtu wa Mungu anaenda kumwandalia chakula kaka yake aliyemunini. Kumbe jamaa hata ugonjwa imejifanya nini? Imefanya nini? Imejifanya. Ndio. Alipoandaa chakula, endelea msomaji. Kilete chumbani. Nipate kula mkononi mwako. Yaani ni hivi, ukisoma fungu ya juu sio kama alipofika pale ikamwambia andae chakula. Alipoandaa baadaye akasema jamani ili nile vizuri kwa kweli na moyo uwe vizuri. Ninyi wote mliokuja kunisalimia ninaombeni kidogo mniachie nafasi. Maana nahitaji nile, sijui hali ya hewa nimebanana. Kama ninasema kwa mambo ya corona. Bwana asifiwe. Kwa hiyo watu wakatoa wote nje, akabaki yeye. Na alipobaki yeye, akasema pelekee wapi? Sikia, tembea. Somaji. Nipate kula mkononi mwako. Nipate kula mkononi mwako. Basi Tamari akaitwaa mikate, akatengeneza mikate sio chapati tena. Aliyoifanyiza akamletea Amnoni nduguye. Akamletea ndio nduguye. Mle chumbani. Mule wapi? Chumbani, tembea. 11. Naye alipokwisha kuileta karibu naye hiyo mikate ili yale Amnoni akamkamata akamwambia, badala ya kukamata chapati au mkate, Amnoni akakamata mkono akamwambia njoo ulale nami ndugu yangu. 12. Anasemaje? Naye akamjibu akamwambiaje? La, sivyo ndugu yangu, usinitenze nguvu. Ndio. Kwani haifai kutenda hivi katika Israeli. Ndio. Usitende upumbavu huu. Barikiwa. Mwisho maneno. Halo. Chapati leo zimeliwa sana njiani. Watu wanapoenda safari anakula nini? Anapoenda kisimani tu anakula nini? Anaenda kulima tu shambani yeye ana nini? Yaani yeye anaenda hata shule tu ya sekondari, mwalimu wapi? Mwalimu Nyerere humo njiani anakula nini? Anasafiri kwenda Kahama tu, halafu tena yeye anakula nini? Usile chapati njiani. Wangapi mnanielewa? Funga mkono kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama itakuwaje, wewe ni kijana, tulia. Amina. Baki katika maelekezo na mafundisho ya kanisa. Baki katika maelekezo na mafundisho ya wazazi. Muda utafika, ukishafika Morogoro, tumia chapati. Amina. Hebu punga mkono kama tuko pamoja.
Usile chapati wapi? Bado unasoma lakini message nyingi. Kaka nimekumisi. Mala wao za nini? Tulia. Kaka ufike wapi? Ndipo kuna chapati yako. Punga mkono kama unasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Usile chapati bado. Ninafanya testi. Hakuna tabia testi. Wewe nani kwambia? Punga mkono kama unasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Baki ukiwa mwaminifu na Mungu apate kuinuliwa. Hata kama ni mama hakuna. Unajua kuna watu wengine hata wa mama yani alikula chapati tu. Usile. Bwana asifiwe. Wewe shemeji mpaka anakugusa, anakutouch makalio alafu yani na wewe shemeji ile unataka kwenda mbali. Yani mpaka na sasa wewe uone watu wanatuonaje. Sio wakati wa kusema watu wanakuonaje. Mungu anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Mwambie ushindwe na ulegee. Ukome kama ulivyokoma kunyonya titi la mama yako. Habari ya mchana. Punga mkono kwa sikia vizuri. Bwana apewe sifa. Wakati umefika huo wa kuamua kuwa na Yesu maishani mwetu. Halo. Baada ya hapo kijana mmoja aseme sasa tuletee ombi. Somo la pili limekwisha. Mwenye masikio asisikie, si ndio? Kijana mmoja basi hata atuletee ombi. Ndio. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu mwenye upendo. Tunasema asante umekuwa pamoja nasi. Tumeanza kipindi hiki, ni muda wa ibada. Tumejifunza tusile chapati njiani. Mungu wa mbinguni, tusaidie sisi vijana tunapokuwa katika kipindi cha ujana. Majaribu ni mengi sana. Mungu wa mbinguni, tunaomba utushindie. Tunaomba tabia yako ikae ndani ya mioyo yetu. Tusile chapati njiani. Ni katika jina safi la mwanao Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la 3 linasemaje? Linasemaje? Tembea na Yesu njiani. Hebu punga mkono kama tuko pamoja. Hebu mguse mwenzako anayesinzia. Unajua kuna wengine naona kama unasinzia. Mwambie unasinzia. Sio muda wa kusinzia. Au wewe umekula chapati au? Bwana Yesu asifiwe sana. Punga mkono kama tuko pamoja. Hebu weka amina kwa Mungu. Amina. Kwa nyingine. Sijina ya 3. Mkono kupeleka kama tuko pamoja. Bwana asifiwe. Kutembea na Yesu njia yote. Wale wote ambao tumekuwa nanyi kwa muda wote hapa tumekuwa na somo hili linalosema kutembea na Yesu njia na gani? Yote. Tukasema hivi. Kutembea ni tendo la safari. Alo. Kwa wale wote wanaokutazama. Kwa haijalishi hata kama unanyoshesha miguu kwenda hapo, lakini atakayekuona atasema wewe ni msafiri. Alo. Kwa kutembea ni tendo la safari. Na kila safari huwa ina makusudi yake. Kila safari. Kuna safari njema na safari namna gani? Mbaya. Haleluya. Safari ya namna ya pekee. Unaweza ukawa nayo wewe mwenyewe kwa safari zako, wewe unajua. Lakini pia nataka nikwambie hivi. Bwana asifiwe. Unajua nilishangaa siku moja nilipokuwa nasafiri hiyo sasa safari niligusagusia kwamba eti sasa nikahitajika kwenda huko Kenya. Unajua nilikuwa sijui vitu vingi, kumbe kuna vitu vingi. Naambiwa ili uende huko kuna visa. Tena visa. Nini? Visa. Halafu bado uchanjwe sindano, chanjo. Yaani mimi sindano kwa mara ya mwisho nilishachoma mwaka 83. Mwaka 80 na ngapi? Ndio mara yangu ya mwisho kuchoma nini? Huwa nazionanga tu wanachoma hivi. Mtoto aliyezaliwa 85 si mkubwa. Ana kwake na watoto. Uongo. Mimi ndio nilikuwa mwisho wa kuchoma nini? Punga mkono kama tuko pamoja. Haleluya. Kila mmoja ana zamani yake. Wewe una zamani yako lakini mimi na zamani yangu. Bwana asifiwe. Ndio kishaanza tu kuwa na wajukuu.
wewe umevuka level. Haleluya. Sio yule. Bwana asifiwe. Wanafahamu sasa na wajukuu. Mimi sina wajukuu wa kwangu, nilicheropo. Lakini wadogo zangu wana wajukuu. Sasa mimi sina wajukuu sasa kwa mfano. Sina sasa. Kama wadogo zangu hao wana wajukuu, mimi sina. Punga mkono kama tuko pamoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa nataka nikwambie hivi. Nikafika hapo baba, nilipofika kwanza nilikuwa na pesa. Najua kwamba hii ni kitita cha pesa. Nisema baba, hapa ni kubadilisha fedha. Tena hivyo. Nilikuwa na 50,000. Mimi nakathamini sana kwamba nikaela kalefu. Na apea hapo, baada ya hapo napewa shilingi 2,000. Nasubiri kwa Bwana asifiwe. Ninasubiri kwamba kuna zingine huko zinakuja. Ambia aise baba. 2020 nikamwambia baba, tumemaliza. Nimetoa 50 halafu unanipa 2,000. Yaani ndivyo thamani yake ilivyo. Najua nikateke wapo, lakini utafanyaje? Maana huwezi ukaingia za kwako. Kabidi tu nizipokee, lakini ili kumbe sisi kwetu. Yaani kumbe ukiwa na 4,000 ya Kenya una 100,000 ya kwetu. Ukiwa na 8 200,000 za wapi? Nasema I see. Nataka nikwambie hii 1,000 nilipoipandia gari. Yaani nilisafiri mwendo kutoka hapo nilipokuwa karibia masaa 10,000. Nimo ndani ya gari. Kwani kumbe ni namna tu, lakini halali. Lakini nikaenda nikapata chakula, nikala chakula ambacho sijapata kukila nikiwa huku, cha shilingi 33. Chamani yake nilipokuja kuipiga ni sawa sana shilingi 6,900. Sijawahi. Kwa huku sijawahi. Na hapo nimepewa tu kidogo, samaki mmoja tu na kaburi kidogo. Kwa kila kitu kina taratibu zake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hata katika safari ya kwenda mbinguni zipo taratibu, zipo kanuni, yapo maelekezo, yapo maagizo. Kuna namna ya kufanya, kuna namna ya kutenda, kuna namna hata ya kusafiri. Bwana Yesu asifiwe. Swali la kujiuliza, wala ambao tumekuwepo pamoja, tulikuwa tunatembea na maswali yetu mangapi? Swali la kwanza liko nasemaje? Je, dhambi zangu zimesamehewa zote? Swali la kwanza. Swali la pili liko nasemaje? Je, nikifa leo nitafia upande gani? Lakini tuko na swali la tatu, liko nasemaje? Je, Yesu akija leo nitamlaki au nitakimbia uso wake? Haya maswali hakuna atakayekupatia majibu. Haya maswali ni mimi na wewe ndio tunayomarini. Na nikasema kama kuna mahali utakugumia, nataka nikutie moyo tu, sasa piga hatua. Fanya matengenezo, nifanye matengenezo ili Yesu apate kuinua maishani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutembea na Yesu kuna watu wanapitia changamoto. Wana wa Israeli katika safari yao walipokuwa wakitembea, wametoka kule Misri, wanafika mahali wakakutana na habari ambayo haikuwa rahisi kwa kibinadamu. Habari hiyo inakatia tamaa, maana mbele yao kuna bahari ya nini? Mbele yao kuna bahari ya nini? Lakini pia kulia na kushoto kuna milima mirefu. Lakini pia nyuma yao kuna nini? Kuna majeshi ya nini? Jeshi ya Farao, magari 600. Magari 600 sio kidogo. Na haya magari 600 hayakuwa na madereva kama leo, lakini pia yalikuwa ndani yake yakikokotwa. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu vingine. Kwa vumbi halikuwa la kawaida. Wanapotazama wanaona jeshi inakuja. Wanapotazama mbele njia haipo tena. Kulia hakuna njia, kushoto hakuna nini. Ilikuwa ni wakati wa changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie ndivyo ilivyo hata katika maisha yetu. Kuna wakati unaweza kufikishwa mahali pa kufika njia panda. Bwana apewe sifa. Panatisha,
panakatisha nini? Panakatisha nini? Mbele njia hauioni, nyuma unaona msuru wa mateso, kulia na kushoto napo hapapitiki. Nataka nikwambie wakati huo mwite Yesu. Unajua nisikia, mwite nani? Mwite Yesu, atakusaidia. Mwite Yesu, atakusaidia. Mwite Yesu, atakusaidia. Maana hata wakati huu tuko katika kipindi kigumu, mambo mengi yameharibika. Bila Yesu hatutaweza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana dunia yenyewe tu inaonyesha kwamba imekwisha. Sasa rafiki, sio nisomee. Unisomee sasa hapa. Sasa hapo sio unaweza kusimama kabisa. Ili waone kitu kidogo hapa. Aya. Piga hii pa, upige pa. Hii kwanza hii. Alafu unapiga hii kidogo. Unataka hapo kidogo wasi. Ndio kama tunagusa kidogo tu. Sio yote lakini machache, maana sasa yote. Tusikilize kidogo tuone. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Ndio. Wanaume wagundua faida za kuvaa sketi. Habari ya mchana. Punga mkono kama na wewe na masikio yanayosikiliza sasa. Jamani, wangapi mnasinzia? Mkikaa mwenzako mwambie mtu wa baba unasinzia. Mgeukie basi umwambie, mshike mkono hata. Corona haipo au bado mnaogopa? Halo. Yesu amesikia, ameshinda. Halo. Punga mkono kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sasa, hebu soma msomaji. Wanaume wagundua faida za kuvaa sketi. Wanaume wagundua faida za kuvaa sketi. Sikiliza. Unajua unapokuwa hapa Segese, unaweza kufikiri kwa dunia iko mbali. Kuna wengine wanaume kama sisi wameshagundua faida za kuvaa nini? Mzee Pira, za kuvaa nini? Kama siku moja, hebu nenda soma. Chama cha kutetea haki za wanaume cha Boston, ndio, huko Massachusetts, Marekani, ndio, kinafafanua kwa undani kwamba suruali zimekuwa zikileta mateso kwa wanaume wakati wa majira ya baridi, wakielezea kwamba mwanaume aliyevaa suruali akinyeshewa na mvua, suruali iliyolowana maji ikigandamana, mwili wake hauwezi kujisikia vizuri. Wale wangapi mnasikia kitu? Wangapi wanaume wanasema ila kwa kweli mikono juu? Hebu sikina sogeza vitu. Wanaume wakinyimwa haki yao ya msingi ya kuvaa sketi za kike. Wanaume wananyimwa haki zao za nini? Za kuvaa nini? Eti siku moja mimi sio mama Sagoya anashtukia tu nimeshaipiga iwe na linda 8 au ngapi basi natokelezea nayo niko nayo ninadunda hapo. Mbali dunia imefika mbali, imefika mbali. Hebu soma msomaji. Vazi pekee linalomweka huru binadamu. Yaani wanasema sketi ni vazi pekee linalomweka huru. Sasa unajua sasa kama ni hivi sasa tunawashangaa wamama ambao wameng'ana na suruali zetu sasa. Ila bahati nzuri hapa hawapo. Ila kwingine wapo. Kule kwingine wapo ila hapa wapo. Ninasema kumbe sketi yani kwa kweli kuna uhondo. Linakuweka unakuwa huru. Ukipigilia wapi shida iko wapi? Hebu soma hapo. Na kumfanya ajisikie vizuri. Ndio. Taruka kidogo. Mengi ya mavazi wengi wavaaji wa sketi za wanawake ni rahisi kuzinyanyua sketi zao juu na zisiguse matope. Ni nani? Jamani wa mama, ni kweli uongo? Ni rahisi kuzinyanyua maana hivi tu tayari inapanda. Lakini suruali zingine, kuna suruali zingine kwanza kuzivua tu mpaka ulale halafu mtu fulani atakute. Utainyanyuaje? Jamani hapo. Hebu sema. Sema. Umepiga wapi?
hapo kidogo sasa. Kwamba wanawake wanaovaa suruali wanaponyeshewa na mvua wakiwa wamevaa suruali huwa wanaonja adha ambayo huwapata wanaume kwa kuvaa suruali. Yamesema hapo sasa na wanawake wanaovaa nini? Wanaonja adha kwa kuvaa nini? Jamani, hili ni gazeti, sio kitabu, ni gazeti. Hivyo wamewataka wanawake wote duniani wavae suruali halafu waonje adha ambazo zinawapata wanaume. Hamujambo watu wa baba. Dunia imetembea. Kuna kasema nafikiri kamepotea hapo kwamba wanaume mifuko ya sketi za wanawake ni kubwa kuliko za mifuko ya wababa. Basi kwa sababu hiyo tu unaweza kaishia hapo, maana imekaa vizuri. Mwenye masikio na asikie. Sasa kama kuna chama cha mavazi, wewe uko hapa bado hujaelewa kwamba ndio nimefika wapi. Nataka niwaambie watu wa Mungu, tunapaswa kutembea na Yesu namna gani? Njia yote. Tembea na Yesu njia namna gani? Itakusaidia. Soma nami katika Kutoka 13 mstari wa 20. Wagalatia Kutoka 13 mstari wa 20 mpaka 21 hapo. 21 neno la Bwana linasema. Tembea hapo. Nao wakasafiri kutoka Sukothi. Ndio. Wakapiga kambi Ethamu. Ndio. Kwenye mpaka wa ile jangwa. Ndio. Bwana naye akawatangulia mchana. Ndani ya wingu. Mfano wa nguzo. Ili waongoze njia. Na usiku. Ndani ya moto mfano wa nguzo. Mfano wa nini? Ili kuwapa nuru. Wapate kusafiri mchana na usiku. Haleluya. Nataka niwaambie wapendwa, usiku wa giza upo, lakini Yesu yupo katikati yetu. Magonjwa ulionayo bado Yesu anaona. Vita ulivyonavyo Yesu bado anafanya nini? Majaribu unayopitia Yesu yupo anajua. Changamoto ya kukataliwa, hata kutendewa sivyo sawa, Yesu anaona. Songa mbele ukitembea na Yesu, hautajuta ukiwa na Yesu. Mwite Yesu katikati ya changamoto, naye atakuokoa. Bwana asifiwe sana. Mwite Yesu. Ni Yesu peke yake ndiye aliye na uwezo. Hata mahali ambapo wakati fulani wewe uone majibu, Yesu anasema yuko tayari kuwa nguzo ya nini? Ya moto wakati wa usiku ukiwa na changamoto. Na pia yuko tayari kuwa wingu wakati wa nini? Wa mchana jua kali limekupiga na majaribu. Yesu yupo tayari kuwa pamoja nawe. Mwite yeye ili akusaidie. Mwisho yote tutapata uzima milele. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie hivi. Unapokuwa ukitembea na Yesu njia yote, kuna wakati wa kujaribiwa pia. Kuna wakati wa nini? Wakati kufanya nini? Wakati wa kufanya nini? Wa kujaribiwa. Songa mbele, usikate nini? Nafikiri niliwaambia kwamba siku moja, wale ambao nafikiri ni kwenye mkesha, niliwaambia ya kwamba siku moja mtu fulani alinipigia simu kuelekea kukamilisha mambo haya. Nimebeba machache tu halafu tunaondoka tunaenda kukula. Bwana asifiwe. Hebu mpe amina Mungu. Amina. Weka na ya pili. Amina. Na ya tatu ni yake. Amina. Haleluya. Nikwambia unapokuwa ndani ya kanisa hili, wewe tulia, msikilize nani? Usiende kulia wala wapi. Songa mbele, ng'ang'ana na Yesu hata kuacha. Bwana asifiwe. Unajua unaweza kusema uko na jaribu zito, wapo watu wana majaribu. Mama huyu akapiga simu akaniuliza nikupate wapi, nikamwambia nyumbani. Akasema ninamaanisha nyumbani wapi? Nikamwambia mimi napatikana Kahama. Mimi nikafikiri kwamba ni maneno ya kwenye simu. Lakini nikamwambia muda ukifika, ananiambia sasa yuko Kahama, anakwendaje? Ndipo nikampa maelekezo, anapatikana Chela. Bwana asifiwe. Na muda kama wa jioni hivi, kwenye saa 10:30 hivi,
Ndipo akaniambia nimeshashuka hapa stendi yenu ya Chela, ninakuja. Nikamwambia mama, fuata barabara tu kama ulikotoka. Kuna vijana hivi utaona watakutokea. Bwana asifiwe. Isikie hii nayo. Najua itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo mama akafika. Alipofika hapo, tulikuwa wengi hapo nyumbani, alikuwepo na shemasi mkuu wa kanisa letu na wengine wengi. Lakini mama alipofika hata hajakaa, akaanza kueleza shida yake. Sasa kama leo utamkataza, utamwambia mama, bado kuna wengine hawapaswi kusikiliza haya. Hebu labda twende kichemba kidogo. Ameshaanza kujiachia. Nikabidi aseme, hawezi kutazama vizuri muda wote, macho yake yanatoka machozi. Yule mama akasema, mimi ni mama, watoto wangapi? Naomi pamoja na Charles. Habari ya mchana. Samahani kama kuna Naomi na Charles majina tu yanafanana. Bwana asifiwe. Lakini akaeleza maneno mazito ambayo huwezi ukaelewa. Akasema hivi, wako na nyumba mbili. Moja ina vyumba 7, lakini moja imejengwa kwa mfumo wa maduka vyumba 18. Kwa hao watu walikuwa na nafasi, walikuwa na nafasi. Bado walikuwa na duka. Lakini mume wake alikuwa mwalimu wa shule ya msingi. Bwana asifiwe. Nataka nikuambie vitu ambavyo uvione hivi. Huyu mama akaeleza hivi. Siku moja ikatokea, kila unapoingia dukani unachapa fimbo na mtu ambaye humuoni kwa macho. Halo? Unachapa fimbo lakini mtu hufanya nini? Kwa macho yako. Ilifika mahali wakaamua kufunga duka. Wakauza vile vifaa vilivyokuwemo. Yale mafriji wakaeleweka ndani. Lakini bado wakiwa pale nyumbani kwao, hapo nyumbani kwao, fimbo zikaendelea, ikaongezeka, ilikuwa wadukani, ikawa sasa baba na mama kujumulisha na watoto. Mkiwa umelala, masikia watoto wanapigwa huko, wanalia, lakini nanyi pia mnachapwa, ila naye wachapa amumuoni. Jamani, ni mateso sio mateso? Halo? Jamani, ni mateso mateso. Najua unaweza kusema una dhiki na shida nzito, lakini pia kuna wengine pia wanapitia uzoefu wa matatizo. Sikia. Mama akaeleza ya kwamba ilifikia mahali sasa mambo yakawashindikana. Walikuwa na masofa na makabati manini, waliamua kutoka, wakaacha nyumba zao hizo, wakaenda kupanga chumba kimoja. Wakakata pazia tu ili kugawanya kwamba hapo sebule pengine chumbani. Ni mateso sio mateso? Hebu punga mkono kama unasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa hapo, kikaongezeka kingine cha pili. Ukiwa umelala unachapa fimbo, kuna kitu kingine kimekugandamiza ila huwezi ukanyanyuka. Lakini siku moja anaenda haraka. Mume wake ulipofika mwezi kama wa 6 hivi wakafunga shule, wakiwa hapo saa 7 za usiku, baba akamwamsha mke wake, mama Naomi, amka. Saa 7 za usiku anamwambia, amka tuvae maana tutakutwa tuko uchi. Halo? Yule baba akaamka kavaa. Baada ya kuvaa akaenda sebuleni akaamsha watoto wakaamuka. Akarudiwa huyo mama, alipigwa kibao hicho cha mashiko. Kulikuwa na dilo lake akalichomoa, ikabidi alivae. Sasa kama ni utakataa sasa. Hebu utakataa. Wakaenda hapo sebuleni. Wakiwa hapo sebuleni, ghafla anasema kwamba tayari umeshafika huko nje. Baada ya maneno haya anasema kwamba nataka kuparalyze. Miguu ikaanza kutetemeka yote mingapi? Hajaenda mbali kwa mazungumzo, baba akawa amepiga chini kichwa, akaanza kurusha miguu na mikono, akawa ametulia. Akampigia simu rafiki yake, amekuja unambeba. Kabla hajaenda mbali, mzee akawa amekata roho. Mzee akawa amekata nini? Akabaki mama mjane wa watoto wangapi? 2. Bwana asifiwe.
Na wakati huo alikuwa anaabudu, hakuwa anaabudu imani hii, alikuwa yuko AGT. Sio AGT unajua. Halo. Akaeleza bado mziki ukawa mnene. Kule kwenye nyumba yao mpangaji wakimweka analala siku moja, hata kama alikuwa ametoa advance anasema jamani msimrudishie hata 100. Kwa ajili ya vipigo alivyokutana navyo. Kwa ile nyumba ikawa gofu, haina mtu. Hakuna mwanadamu aliyeweza kwenda kuishi hapo. Akajaribu kwamba labda watafute mtu wamuuzie, nani wa kununua nyumba ya namna hiyo. Hakuna, ilibaki hivyo. Bwana atusaidie. Nataka nikwambie hivi. Kuna watu wanapitia uzoefu wa shida. Halo? Songa mbele ukitembea na Yesu katika vitu ulivyo navyo. Yesu hatakuacha. Akasema hivi. Akawa anamuota mume wake anamwingilia aliyekufa baada ya muda mrefu. Lakini bado akaenda mbali. Akiwa amesimama hivi, anajiona mwingine yuko amesimama. Ni mtu kama mimi hivi, nilivyovaa hivi, ingelikuwepo ni somo lingine liko hapo. Nikienda hivi na hiyo inaenda. Nikirudi nafanya nini? Nikijichuma, nikifanya hivi na hiyo nifanya nini? Akawa na maisha hayo. Bado kukao kuna kuja majoka yanakimbia. Unaona joka linakuja, linamwingilia sehemu za siri na ishia tumboni. Ndio mama akawa na maisha magumu sana. Akasema nimeenda kwa manabii sawa, lakini pia nilienda hata akasema ameenda Arusha, kuna Safina sio kanisa gani wanaita Safina, alikaa mwezi mmoja. Ila anatoka tu anarudi bado akaliona lile mtu lenzake liko mbele. Kwa hiyo haikusaidia. Bwana asifiwe. Mshukuru Mungu kwa sababu tulipokuwa naye hapo alifika Jumanne, kufikia siku ya Sabato Mungu akawa amenyosha mkono wake akawa amefunguliwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hapo vitabu hivi akayasalimisha akasema sasa haya nayaweka, ilikuwa ya Kipentekoste, nitakupatia wewe utajua utakuwa ufanya. Lakini pia akasema nitaku sasa naenda kuondoa manyimbo yote ya huko kwenye flash yangu. Nikamwambia ni wewe tu. Akawa yuko na Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Na siku ya Sabato pia ilipofika alienda akatoa ushuhuda hivi kwa namna fulani, kila aliyekuwepo aliguswa sana. Kuna watu ambao wanapitia manini? Mateso na changamoto. Nataka nikuambie wewe mwite Yesu. Yesu ambaye kwa uwezo wake alipasua bahari, atapasua bahari ya matatizo ndani ya maisha yako. Yesu ambaye alipasua bahari Israeli kupita kwa nchi kavu, na nikwambie atafanya mlango kutokea kwa jaribu ulio nalo. Usijute, mwite Yesu, anapatikana na anaweza. Yesu ambaye hata kwa Lazaro aliyekuwa na siku ngapi kaburini? Siku ngapi kaburini? 4. Alipofika akasema liondoeni nini? Jiwe. Lazaro akatoka. Leo Yohana 11. Msomaji, Yohana 11 32 mpaka 35. Alafu nasoma 38 na 39. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Hivi amina hamna? Bwana apewe sifa. Yohana 11. 32. 32. Ndio. Basi Mariamu alipofika pale, alipokuwapo Yesu, na kumuona, alianguka miguuni pake. Akamwambiaje? Bwana, kama ungelikuwepo hapa, ndugu yangu hangelikufa. Tembea. 33. Ndio. Basi Yesu alipomuona analia, na wale Wayahudi waliofuatana naye ndio wanalia, aliugua rohoni mwake. Ndio. Akafadhaika roho yake. Ndio. Akasemaje? Mmemweka wapi? Yuko wapi? Wakamwambia, Bwana njoo utazame. 35. Yesu akalia machozi. Nataka nikuambie mchana wa leo, Bwana Yesu asifiwe. Umelia vya kutosha juu ya jaribu lako. Umelia vya kutosha juu ya msiba wako. Umelia vya kutosha juu ya mke wako na mume wako. Huenda umelia vya kutosha
apewe sifa. Endelea msomaji. Ya msomaji. 35. Ndio. Nitarudia. Miongoni mwa mafungu mafupi katika Biblia. Ndio. Yesu akalia machozi. Yesu akalia manini? 36. Ndio. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Hebu soma na 38 na 39. 38. Ndio. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi. Akafika kwenye kaburi. Nalo lilikuwa ni pango. Lilikuwa ni pango. Na jiwe limewekwa juu yake. Ndio. Yesu akasema. Yesu akasemaje? Liondoeni jiwe. Liondoeni jiwe. Martha. Ndio. Martha. Dada yake yule aliyefariki. Ndio. Akamwambia. Akamwambiaje? Bwana. Ananuka sasa. Ananuka. Maana amekuwa maiti siku 4. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umeteseka muda mrefu kiasi gani, tembea na Yesu njia yote. Yeye ni muweza. Yuko tayari kufungua milango. Yuko tayari kukuponya. Jiwe la mateso katika maisha yako, jiwe la mateso katika imani yako, jiwe la mateso kwa ugonjwa wako, jiwe la mateso kwa tumbo lako lililofungwa, jiwe la mateso kwa wazazi wako. Yesu anasema liondoeni jiwe ili atuweke huru. Haleluya. Haijalishi shetani ametukuja akatufunga na sanda mbalimbali, lakini yupo Yesu anaweza kutuokoa. Punga mikono kama ndio vizuri. Baki ndani ya Yesu Kristo. Tunza sabato yake. Yesu hata kuacha. Yeye ni kila kitu, muite maana anaweza. Bwana asifiwe. Hebu watu 4 wazuri wanaweza kusoma vizuri waje sasa hapa mbele. Nawe lakini ukiwemo rafiki yako. Sasa ukamilisha mambo haya. Yohani wa Yesu asifiwe. Mwenye masikio wamefika wangapi hapo? Akiongezeka na mwingine 5 sio dhambi. Akipatikana wakili. Karibu rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka ninachosema ni tembea na Yesu njia yote. Ninachotaka nikuambie kingine ni hiki. Unapokuwa ndani ya imani hii, hapa ndipo penyewe. Usibabaishwe wala kubabaika. Unapaswa ubaki. Bwana asifiwe. Usiende kulia wala wapi. Yaani hebu sikia machache haya. Mbona naenda kunukuu machache. Nataka tunafiki Biblia. Maana sasa hivi sio vya Biblia sasa. Ni vya namna nyingine. Na viki hivi nishawahi kukutana nayo duniani. Bwana asifiwe. Ulishawahi kukutana nayo? Haya. Kila mmoja asome hapo nini alicho nacho. Sasa simaiki sasa hii zinaweza zikawepo zingine tuharakishe maana sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Weka amina ya kwanza kwa Mungu. Weka na ya pili wewe. Weka na ya tatu halafu. Hebu tukutane hewani kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Barikiwa sana. Tunapenda kukamilisha mambo haya. Sikia machache haya. Kila mmoja asome sasa. Kutoa sababu kwa kutumia maandiko. Jamani, hiki kitabu kinachosema kutoa sababu kwa kutumia maneno ni kitabu cha mashahidi wa Jehova. Huwa tunawasikia. Mimi ninanukuu machache ya kwao. Alafu
tuijue barabara sikukuu. Imeandikwa na nani unasema hapo na waandishi sasa kama wapo wameandikwa au Noeli na Pasaka. Alafu nani mwandishi hapo? Titus Amigo. Hiyo PD ina maana ya padri. Mwenye masikio. Halafu nani mwingine? Je, ni Jumamosi au Jumapili? Askofu Peter M. Kitula. Saturday, siku ya sayari Saturn. Yaani ni hivi. Askofu Kitula ni huyu yuko Inland Church. Jamani ni watu gani hao? Wayaisi. Punga mkono kama tuko pamoja. Halafu changamoto kwa Wakatoliki wa siku hizi. Geoffrey G. Hill. Jamani sisi tunawafahamu. Halafu Qur'ani tukufu pamoja na tafasiri na maelezo kwa Kiswahili imetafasiriwa na Sheikh Mubarak Ahmad. Mwenye masikio hawa si tunawaelewa ni ndugu zetu, wata ndugu zetu tunawaelewa. Sasa hebu tusikilize sasa. Bwana asifiwe. Jamani au sasa tuwaishe jamani kama umechoka mimi wana pia napenda kwenda na watu. Museme tu kama tuwailishe hii tumetoshea hapo kwani shida iko wapi? Tukanyagie. Hebu tukutane hewani kama tuko pamoja. Bwana asifiwe. Sasa tunaenda kama ifuatavyo. Unajua kuna watu wamo humu bado hata hawajaelewa. Na ndio maana akiuliza kwamba mbona wewe ni msabato unasema mimi kwa sababu nilizaliwa baba na mama nikakuta waleni. Ndio maana naenda kanisani. Mwingine unasikia kwa nini? Yaani mimi niliolewa mume wangu alikuwa muumini. Ndio maana naenda. Yaani unajua kama mama. Yaani kalikuwa kamengana kweli kwa sabato basi nikaona tu nikuondosha shari. Niwe muumini. Kwa kuna watu ambao kila mmoja ana namna yake ukianza kuuliza. Sasa hebu tunukuu machache kwa hawa mashahidi. Watuambie kwa namna fulani. Na vile watakavyosema mwenye masikio asisiki. Sasa tunaanza kama ifuatavyo. Hajasoma moja. Nani hajasoma? Kila wote jamani. Bado kuna mmoja hajasoma. Wamesema mtu wa Mungu nafikiri. Hebu piga hapo kabisa, piga hapa mpaka hapa. Unasoma kama mashine. Alafu wewe nitakuelekeza baadaye. Siku ya Bwana. Umuhimu wa ibada Sabato. Ni siku ipi sahihi kwa ajili ya kumwabudu Mungu, Jumamosi au Jumapili? Ndugu yangu, yatupasa kumsifu, kumheshimu, kumwabudu, kumtukuza na kumshukuru Mungu wetu siku zote za wiki. Hata hivyo bado kuna ulazima wa kutenga siku moja katika wiki kuwa maalum kwa ajili ya watu wote kupata nafasi ya kujihusisha zaidi na mambo ya Mungu. Tofauti ya siku hiyo maalum ni kitu cha kumzuia mtu kwenda mbinguni. Labda kama mtu huyo huabudu siku na si Mungu. Ila tu mantiki ya siku husika na uelewa wa kila mtu. Tukifuata mantiki ya taifa teule Wayahudi ambao waliitakasa siku ya 7 ya juma. Waliitakasa siku ya ngapi? Ya 7. Endelea tembea. Sabato ambayo ndiyo Jumamosi yetu ya leo kwa sababu kuu mbili. Kumbe Sabato ni siku ya 7. Halafu ndiyo siku ya Jumamosi. Tumani nimesema mimi? Nimesema mimi? Sababu mbili. Ya kwanza, moja ni kwamba Mungu alipumzika siku hiyo baada ya kumaliza kazi yake ya uumbaji. Mwanzo 2:1-3. Halafu mbili, na pili ni kwamba ukombozi wao kutoka utumwani Misri ulipatikana siku hiyo ya 7.
Kutoka 12:35 hadi 51. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye masikio, kwa siku ya saba ni siku ya Jumatatu. Mimi si momo. Nawe semapo. Siku ya Pasaka yenyewe. Siku ya Pasaka yenyewe. Ufufuo wa Yesu. Tembea. Yesu alifufuka lini? Hicho ni kitabu gani kwanza unatusomea wewe? Sijue barabara, sikukuu, Noeli na Pasaka. Padri nani? Padri Titus Amigu. Tembea, tuambie baba padri, semapo. Yesu alifufuka lini? Ndio. Kweli baada ya siku 3? Ndio. Yesu alifufuka Jumapili. Wayahudi wenyewe waliita siku hiyo siku ya kwanza ya juma. Tembea. Kwani hawakuwa na majina kama haya tuyatumiayo sisi ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano na kadhalika. Wao walikuwa na majina yafuatayo. Yapi? Siku ya kwanza ya juma ndiyo Jumapili yetu. Tembea. Siku ya pili ya juma ndiyo Jumatatu yetu. Sigina. Siku ya tatu ya juma ndiyo Jumanne yetu. Sogeza. Siku ya 4 ya juma ndiyo Jumatano yetu. Kandamiza. Siku ya 5 ya juma ndiyo Alhamisi yetu. Boresha. Siku ya 6 ya juma ndiyo Ijumaa yetu. Pigilia. Na siku ya 7 ya juma kwa jina maarufu Sabato ndiyo Jumamosi yetu. Mnasemaje? Kandamizia, hebu malizia hapo. Siku hizi zote zilianza jioni na kuisha jioni. Tembea. Yaani kama leo ilivyo Jumamosi, itakapofika saa ya machweo, jua litakapoanza kuzama, Jumamosi itakwisha na mara Jumapili kuanza. Hivi kuanzia jioni ya leo itakuwa ni Jumapili hadi kesho saa za jioni jua litakapoanza kuzama. Ni kusema Wayahudi hawakuzihesabu siku tangu saa 6 ya usiku hadi saa 6 ya usiku siku inayofuata kama tufanyavyo watu siku hizi. Mwenye masikio. Alafu nakuta mtu yumo ndani ya kanisa hili bado hata hajatulia. Hajajiweka tayari kutembea na Yesu. Bado yupo tu amepalaganyika. Wakati umefika wa kubadilika. Kubali kuishi na Yesu. Siku aliyofufuka Yesu. Basi ishia tu hapo, imetosha. Maana mwenye masikio. Sasa Mheshimiwa, kandamizia sasa wewe kwanza tuone kidogo, tuone na upande mwingine wa pili. Qur'ani tukufu. Tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Hebu sogeza vitu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sogeza, maana tukifika hapo bismillahirrahmanirrahim. Surati At-Tauba. Kanyaga. Juzu ya 10. Tembea. Walamu. Jumapili kufanywa Sabato ni upagani. Ni Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu ya Mtume Muhammad iliyoshushwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandamiza. Anasema Jumapili kufanywa Sabato ni upagani. Jamani, amesema sogoya. Jamani, mimi si momo. Sina mpango wala sihitaji. Ila wao mashahidi watuambie. Tujue nini cha kufanya. Mwenye kusikia asikie, achukue hatua yake mwenyewe ya kutetea ukweli au kubaki na porojo. Wakati umefika wa kumtii Yesu njia yote na kulishika neno lake na kutembea nalo. Halo. Weka amina kwa Mungu wewe. Kandamiza na ya pili halafu. Na ya tatu ni haki yake. Tukutane hewani kama tuko pamoja wapendwa. Hebu kandamizia, ndio. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabu alichoshushiwa. Tembea. Anasema kubadilishwa kwa Sabato ya Kiyahudi iliyoandikwa katika iliyoandikwa katika amri ya 10. Ndio. Toka Jumamosi kuitia katika Jumapili. Pia ni jambo la kipagani. Ni jambo la nini? Jamani, sijasema mimi. Tembea baba, tuambie. Mfalme Konstantino kabla hajaingia katika Ukristo alikuwa akimwabudu Apollo. Ndio. Yaani Mungu jua. Tembea. Ingawa aliingia katika Ukristo. Muhuri wake ulidumu kuwa na chapa ya Apollo. Ndio. Ulioandikwa kwa jua
asiyeshindika rafiki yangu. Sina. Konstantino hakwenda kinyume na dini ya jadi yao iliyopendelewa sana na watu. Ndio. Kwake yeye jina la Kristo lilikuwa ni fani ya Mungu jua. Makanisa ya Kikristo aliyaweka imara. Makanisa ya Kikristo, makanisa ya kipagani aliyaweka imara, halafu yakiendesha ibada zao na kanuni zao. Siku gani? Siku ya Jumapili. Jamani, nimesema mimi. Hebu ponyezea kandamizia wewe. Kama tulivyokwisha sema, ndio ilikuwa ikiabudiwa jua, Mungu mkuu wa Warumi. Unaweza kusomea hapa, somea kandamiza hapa. Hapa tu, hapa kwenye alama hii, anzia hapa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabitu wewe, ukurasa wa 545 345. Ndio. Anasema Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Amri ya Sabato iliyoshikwa tangu miaka na miaka, ndio, iligeuzwa kwa amri ya makasisi na mapadri. Ajabu ni hii ya kwamba hata Yesu hakutoa amri ya kuacha Jumamosi iliyo ni siku ya Sabato na kushika Jumapili badala yake. Katika kitabu kiitwacho Maandiko Matakatifu yasemaje? Ndio. Padri Patwai ndio ameeleza ya kwamba wamefanya hivi kwa sababu ya Yesu Kristo alifufuka siku ya Jumapili. Amekubali ya kwamba mapadri ndio waliobuni amri hiyo wenyewe, wakawashurutisha Wakristo wengine washike fundisho lao kinyume na Biblia. Mwisho wa kunukuu. Jamani, mwenye masikio yaani nataka nikwambie, unajua kuna watu watapotea sio kwa sababu hakusikia, walisikia lakini wakashupaza shingo. Na ndio maana sio na ajabu mtu ndani ya kanisa halali lakini bado vya nje huko bado wanaviangalia na kuvifanya. Wapendwa, wakati umefika wa kutembea na Yesu. Amina. Yote. Sasa naenda wapi sasa kwa mfano? Aya wewe sasa. Wewe sasa. Sasa wewe sasa hapa. Kandamizia hapa. Kandamiza, kanyaga. Mashahidi nao tuwaone wanasemaje. Kutoa sababu kwa kutumia maandiko. Wewe songeza vitu. Ijapokuwa Kristo alifufuliwa siku ya kwanza ya juma, ambayo sasa huitwa Jumapili, Biblia haina agizo la kutenga siku hiyo ya juma kuwa takatifu. Mwenye masikio. Mwisho, unataka kusema hapo? Kutunza kwa jina la kale la kipagani Dies Solis au siku ya jua kwa ajili ya sikukuu ya Kikristo ya kila juma kwa kadiri kubwa ni kwa sababu ya muungano wa upagani na lile linaloitwa wazo la Kikristo ambalo kwake siku ya kwanza ya juma inapendekezwa na Konstantino kwa amri ya mwaka 321. Mwisho wa kunukuu. Mwenye masikio. Sasa mliomaliza kusoma mnaweza mkaanza kurudi mkapungua. Daktari mali zangu. Wewe kumbe bado. Mama ikatalia kwa mimi bado. Jamaa ikatalia kwa mimi bado. Sijawa hujanileta kuwa sanamu huko. Bwana asifiwe. Sasa hebu piga kabisa sasa. Piga kabisa. Yaani sasa uende kama mashine. Piga. Jamani, au tuache tu sasa maana tumeshasikia. Na yeye anasemapo. Haya bwana, amepata kibali. Hebu piga sasa. Nitakuwa na kuonyesha wapi pa kusoma. Kitabu gani hicho? Tunamsikia askofu sasa. Askofu nani? Je, Jumamosi au Jumapili? Saturday siku ya sayari Saturn. Nani huyo? Askofu Peter M. Kitula. Sabato katika Agano la Kale. Ndio. Neno Sabato, Thabas, kwa Kiebrania au Thabaton, kwa Kiyunani, lina maana ya mapumziko au siku ya mapumziko. Lina maana ya nini? Pumziko. Au pumziko. Asili ya mapumziko, yani Sabato. Hayo ni katika kitabu cha Mwanzo. Mungu alipomaliza kazi yake ya uumbaji, neno la Mungu nasema, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Ndio. Mbingu na nchi zikamalizika. Jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku
siku ya saba, ndio akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Ndio Mungu akaibariki siku ya saba. Mungu akaibariki siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yote aliyoiumba na kuifanya. Kwa nuru ya mistari hiyo, ndio Mungu mwenyewe alipumzika. Mungu mwenyewe alipumzika siku ya 5 ya saba. Jamani, nauliza siku ya pili, siku ya 3, huenda ya kwanza, huenda ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, lakini inaweza ikawa alipumzika siku ya 6, siku ya 7. Punga mkono kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hamuna amina. Kandamiza tunapomalizia kwa hapa. Alihitaji siku moja ya kustarehe baada ya kazi yake ya uumbaji iliyomchukua siku 6. Kutokana na umuhimu wa kupumzika kwake, akaitakasa siku hiyo ya 7. Iliyotakaswa ni siku ya ngapi? 7. Neno takasa lina maana ya kuweka wakifu au kutenga kwa ajili ya matumizi matakatifu. Mwenye masikio kanyagia wewe askofu, waambie watu wasegese, huenda wataelewa hapo. Yaani matumizi maalum yaliyokusudiwa na Mungu. Ndio. Au kuondoa unajisi. Ndio. Kuna mifano mingi ya watu au vitu vilivyotakaswa. Ndio. Au kutengwa kwa ajili ya Mungu. Ndio. Tuangalie mifano michache tu. Unaweza kuachia hapo, hebu sigina hapa. Kandamiza hapa, maana tunaenda haraka. Umuhimu wa Sabato. Ndio. Umuhimu mwingine wa kuwa na Sabato kwa watu wa Mungu ni kushirikiana na Mungu. Kumbe umuhimu wa Sabato, kama tulikuwa hatuelewi au tumesahau, ni kushirikiana na nani? Mungu. Kwa hiyo kule kuivunja na kuikanyaga unajitenga na nani? Na Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Yesu alisema, mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate tu. Ndio. Ndani yake Mungu ameweka milele au tupu usioridhishwa na kitu kingine chochote. Tembea. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11. Tembea. Anayeweza kujaza utupu huo au kukizi haja hiyo ya roho zetu ni Mungu peke yake. Tembea. Tunapokuwa na ushirikiano naye, mojawapo ya njia za kushirikiana naye ni kuwa na siku maalum ya kumwabudu. Haleluya. Amina. Ndio, kama leo kusikia neno lake. Ndio. Na kumtafakari tukiwa pamoja na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wanaomwamini na kumtii. Ndio. Ushirikiano huu kati ya mwanadamu aaminie na Mungu ni kama ushirikiano ambao mume na mke huwa nao. Mume na mke huwa na wakati ambapo wanakuwa peke yao tu. Kwa ushirikiano wa karibu zaidi, hii ndio sababu kanisa linaitwa bibi harusi wa Kristo. Ingawa mtu wa Mungu afungwi na siku moja maalum ya kushirikiana na Mungu kiroho, amepewa siku hiyo ili aweze kuungana na waumini wenzake ili kumwabudu Mungu. Amen. Kwa watu wa Mungu wa Agano la Kale, siku hiyo ilikuwa ya Sabato. Nayo ilikuwa siku ambayo leo tunaita Jumamosi. Mwenye masikio asikie. Hebu kanyagia hapo, nikandamizie hapo. Neno la Mungu limetoa sababu za kuwapa watu wake amri ya kuitakasa siku ya Sabato. Sababu kuu ni hii. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 hadi 11. Jamani, tunalielewa. Tembea. Tunayoambiwa katika amri ya 4, alistarehe siku ya 7 na hivyo akaitakasa. Tembea, malizia. Waliamriwa kupumzika siku ya Sabato kwa kuwa Mungu mwenyewe alipumzika siku ya 7. Ndio. Hili ni fundisho kwetu. Fundisho kwetu. Hasa katika siku hizi za kutawaliwa na shughuli nyingi. Ndio. Mungu kwa huruma yake ametupa siku ya kupumzika. Ndio. Ninatoa wito kwa wachungaji ambao yeye anatoa nini sasa? Wito kwa watu gani? Wachungaji. Sikia, ambao siku ya Bwana huwa ni ya shughuli nyingi zaidi kuliko siku zingine. Ndio. Ni vizuri kupata siku ya mbadala wa kupumzika pia. Wengi hupenda kupumzika siku ya Jumatatu. Tafuteni siku kila juma ya kupumzika. Ndio. Hii ni muhimu kwetu kwa sababu siku ya mapumziko kwa wengine ni siku ya shughuli nyingi kwetu za kuwahudumia watu wa Mungu. Tawali mwenye masikio, malizia kachemba kidogo, kwa mchemba kidogo. Halafu sasa tuna nani? Piga hapa kidogo, halafu sasa tunakanyaga basi tumalize. Msimamo wa Sabato. Msimamo wa nani? Wa Sabato. Sawa. Hata hivyo msimamo wa Sabato wana theolojia. Ndio. Kwa sasa wanaamini kwamba ndio alama ya mnyama
nyama ambayo ni siku ya Jumapili haijapokelewa na mtu yeyote kwa sasa. Ndio. Wakati wa kupimwa haujafika. Ndio. Kwa wakati wetu huu ndio kuna watakatifu katika ile dhehebu la Kikristo. Ndio. Ikiwa ni pamoja na dhehebu la Wakatoliki. Ndio. Lakini utakuja wakati nini? Ambapo onyo la malaika watatu. Onyo la malaika watatu. Jamani, sisemi mimi, askofu anasema. Tuambie baba. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9. Tembea. Itatangazwa hadharani kuonya watu. Ndio. Wasimsujudie mnyama na kuipokea alama yake. Ndio. Alama hiyo ni Jumapili. Ndio. Kwa wale watakaoendelea kufuata Jumapili, ndio, kwa msukumo wa mamlaka ya nchi hii, ndio, hao ndio watakaoangamizwa katika moto usiozimika. Soma kitabu cha Questions on Doctrine. Basi Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alafu unakuwemo ndani ya kanisa bado hujatulia. Bado kama ni biashara zinaendelea tu siku ya nini? Bado kama ni kukanyaga amri za Mungu, bado hata hujaamua tu kufanya matengenezo kwa uaminifu wa urudishaji wa zaka na sadaka, bado amri za Mungu hujaamua kuzitunza sawa sawa. Mungu atuhurumie. Haleluya. Maana tumekusudia kutembelea Yesu njia yote. 2020 hii ifanye baba iwe mwaka wa wewe kutembea na Yesu njia yote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mkono kama unasikia vizuri. Imani sabato hata mbinguni itakuwepo. Nataka nikutie moyo, simama ukiwa na Yesu. Haleluya. Ngapi unasema Mungu wangu naomba unishike na mkono. Dhambi ambazo zimenikamata kwa muda mrefu na udhaifu niliokuwa nao yatosha sasa. Nikumbatie ili hatimaye nipite na kutembea katika njia nyoka. Mwisho yote nipate uzima milele. Kama upo hapo kwa neno sisi simame. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikutie moyo mtu wasegese ya kwamba tunapaswa kutembea na Yesu njia namna gani? Muda mrefu tumepita huko na kule, lakini katika saa hii ya mwisho na wakati huu Yesu anatuita tutembee na yeye hatua kwa hatua. Haijalishi unapitia changamoto na majaribu mazito kiasi gani, lakini bado Yesu ni njia. Yesu yeye yuko tayari kutuponya. Yesu yuko tayari kutupigania. Yesu yuko tayari kuwa kama nguzo na wingu kwa changamoto tulionayo. Fungua moyo wako, Yesu apate nafasi. Ruhusu tu Yesu aingilie kati. Bwana asifiwe. Hata kama una majaribu mazito kiasi gani, ni wakati wa kumwita Yesu ili asikie. Ni wakati wa kusogea miguuni pake na hatimaye tupate uzima milele. Nimejaribiwa vya kutosha. Yesu yupo kwa ajili ya kunishika mkono. Nimehangaishwa. Wakati mwingine haki zangu za msingi zimepotea. Majaribu yamekuwa mazito mno. Wakati mwingine hata najaribu kusema ya kwamba mimi hata maombi yangu ya Mungu hayasikii. Nataka nikutie moyo mchana leo. Yesu anasikia na anajali. Yesu anajua shida yako. Yesu anajua ugonjwa ulio nao. Anajua changamoto ulio nayo. Changamoto kwa ndoa yako, kwa mume wako na kwa mke wako anajua. Mwite yeye alafu anasikia. Huenda kwa namna fulani umefikishwa mahali pa njia panda. Yaani hata kanisani unakuja tu, huna tumaini kwa namna fulani. Yesu anaweza. Mwite atakusaidia. Bwana asifiwe. Mwite atakusaidia. Hebu mpe amina Mungu huyu. Mpe na nyingine. Mpe na nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoimba wimbo namba 14, tunapoimba wimbo huu, napenda kusema hivi: ikiwa kuna mtu alikuwa bado hajamwamini Yesu, tunapokuwa tukiendelea kuimba, atapiga hatua kusogea mbele. Bwana asifiwe. Lakini ikiwa kuna mtu ambaye alikuwa amerudi nyuma, atapiga hatua kusogea mbele. Haleluya. Lakini ikiwa kuna mtu anasema mimi kwa kweli niko tayari, hata nahitaji ubatizo unaokuja nibatizwe,
tunapokuwa tukiimba atapiga hatua kusogea mbele. Bwana asifiwe. Lakini ikiwa kuna mtu ambaye yuko na jambo fulani la msingi moyoni mwake ambalo kwa kweli anaona ipo sababu ya kulisogeza madhabahuni pa Bwana, huyo naye atatembea kusogea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama kuna mtu ambaye pia amedumu kwenye nyumba za upangaji miaka nenda rudi mpaka amechoka, anahitaji awe na nyumba yake pia, huyo naye ikiwa ataona kwamba ipo sababu ya jambo lake hilo kuliweka madhabahuni, atatembeaje mbele? Bwana Yesu asifiwe. Una jambo gani moyoni mwako ambalo kwa namna fulani limekuwa jua kali, kwa namna fulani limekuwa kikwazo, kwa namna fulani limekushinda? Mwambie Yesu mchana wa leo. Hello. Basi mwimbishaji unaweza kanani, tunaimba huo wimbo kwa kumaanisha, imba kwa kutafakari, imba kwa kuguswa kwa hisia ya moyoni. Imba kwa kuguswa, imba kwa kumaanisha. Mwimbishaji karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa. Wale mliopita kama wale ambao ndio mnajitoa kumwamini Yesu, nikasema pia labda mnaweza kusokea hapa kama mpo wa namna hiyo, ambao ndio mnakuja kwa ajili ya lengo hilo la kumwamini Yesu, ni kwa mjamwamini Yesu, ninyi naweza nikawapandisha mkasogea hapa kama mpo kati ya wale mliokuja. Penya tu pole pole usogee, wala usiangalie mtu, penya kabisa, ni nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni nafasi yako. Kuna wakati amua kabisa kutembea na Yesu njia yote, hata kama nani anakutazamaje, lakini sogea mbele. Bwana asifiwe sana. Mungu abariki sana, barikiwa sana. Barikiwa sana. Makarani kama mpo unaweza kaandika majina ya watu hawa. Andika majina hapo. Kama wale ambao kabisa mimi na muamini Yesu kabisa, ndio haijalishi nilikuwa katika imani nyingine, lakini kwa sababu ya hili ya leo hakika naamua kutembea na Yesu njia yote. Haijalishi nani atanitazamaje, lakini mimi tu nimekusudia Yesu anishike na mkono wake. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini ikiwa kuna mtu ndio yeye anajua kabisa amerudi nyuma, anasema kwa kweli sasa narudi madhabahuni pa Bwana, Yesu anishike mkono, naye anaweza kasogea mbele zaidi pia. Unajua moyoni mwako mahusiano yako yalivyo na Mungu wako. Na unajua tu leo, siku ya leo ni siku ya utakaso, lakini pia ni siku ya kutuliwa mizigo tulio nayo. Sogea, usisite. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Sogea. Ndio kwa mama unaweza kubaki tu kwanza, baki tu usihofu, maana tutapata ombi pamoja, usihofu. Barikiwa sana. Sogea tu. Binti yangu unaweza kusogea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua kabisa hii siku ya leo ifanye kuwa siku ambayo hautaiona, na ndivyo ilivyo. Ni siku ambayo hautaiona. Naomba wapendwa, kama ungefunguliwa macho kuna vita ambavyo vinakufuata, yani ndipo utakapojua kwamba tuko vitani. Kuna nyakati usielewe kama tuko vitani, lakini tuko vitani. Nilipokuwa ninaenda huko maeneo ya Mandinyi, nikiwa naenda safari ilikuwa nzito sana. Mara 4 nanusurika hakika kupata, huenda ningelikuwa sipo, ningelikuwa marehemu. Mara ngapi? Mara 4. Lakini nilishangaa sana nikiwa huko naendesha huduma, ndipo huyo mtu yuko mfanya huduma majeshi ya giza yakasema kwamba ndio maana hata lile basi lako tulilisukuma, tulitaka ufe. Mimi yukumbu unaweza kupata vitu vingine ukadhani ya kama ni vya kawaida, ni adui wa haki akiwa na agenda ya kukumaliza. Tuna kila sababu usiku na mchana kujiweka wakifu mikononi mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo, ikiwa uko una jambo pia la kumwambia Mungu, tunapohitaji kwenda kuomba, wewe utanyanyua pia mkono wako juu na Bwana atende. Basi ni wasihi kwa neema ya Bwana, tukipiga magoti inakuwa nzuri pia. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Yesu hitaji lako. Ni kweli sisi pasipo wewe hatuwezi tukatembea, wala hatuwezi tukafika mahali ambapo tunakusudia. Kwanza tuwapitaji katika dunia hii, dunia ambamo ndani mwake mmejawa majaribu. Na ndio maana kuna wakati kwa kweli hata bila kutamka kwamba tumekukana, matendo yetu yanadhihirisha hivyo. Tunatamani mno kuwa watakatifu lakini tunashindwa. Tunatamani mno kuwa waaminifu, hata kwa zaka na sadaka tunashindwa. Hata namna ya kutunza sabato tunashindwa. Mambo mengi yametuangukia, tumeshindwa. Tunaomba mchana wa leo Yesu tushike mkono wako. Neema yako na baraka zako zisiwe mbali nasi. Lakini naomba kwa ajili ya watu wako hawa ambao kwa neema yako wamekuja bila kuangalia watu, wakisalimisha na kudhihirisha maisha yao kwa kukupokea, naomba andika majina yao kwenye kitabu cha uzima milele, ili Yesu unapokuja wewe miongoni mwa wakombolewa. Lakini kuna kundi lingine ambalo pia linahitaji ubatizo. Ubatizo unapokuja, naomba Yesu kabla ubatizo huo wabatize kwa njia ya Roho Mtakatifu. Katende muujiza, maana Mungu ameujiza. Tupo watu tuna changamoto za magonjwa. Changamoto zipo kwa waume zetu, wana magonjwa wameugua muda mrefu. Changamoto zipo kwa wake zetu, wana magonjwa na muda mrefu. Changamoto zipo kwa wazazi wetu, wana magonjwa na muda mrefu. Changamoto zipo kwa watoto wetu, wana magonjwa na muda mrefu. Tunaomba Yesu ingilie kati. Pengine hata sisi wenyewe tuna changamoto hizo, tumeambiwa sisi tunasubiri tu kifo. Naomba Yesu badilisha hayo maneno, batilisha maneno hayo kwa jina lako. Wewe ambaye ulimfufua Lazaro, fufua maisha yetu yawe mapya. Magonjwa yakome, jina lako bali kutukuzwa. Hata wale ambao tumeuguliwa, sikia ombi la mchana wa leo, ukajidhihirishe ili utukufu wa jina lako utende kazi, na hatimaye badala ya kutoa machozi ya mara zote tutoe machozi ya furaha. Wewe ndiye Mungu ambaye kitu tunaitika. Naomba Yesu itike kwa kila baba na mama na kulilia katika masaa haya ya mchana wa leo. Tenda muujiza kwa namna pekee. Lakini pia ninaomba kwa ajili ya kanisa hili la Segese, naomba ulibariki sana. Endelea kutenda muujiza kwa ajili ya wamama na wababa pia. Lakini pia Yehova, naomba kwa ajili ya ndoa zetu. Wakati mwingine ndoa hazina amani, tuna migogoro, marumbano hayaishi, tumechoka na kukata tamaa. Baba, tunahitaji utushindie. Tushike na mkono wako, jina lako libarikiwe kutukuzwa.
Lakini pia Baba, ninaomba kwa ajili ya uchumi wetu, nyosha mkono wako kwa ajili ya maisha yetu. Tunatamani mno tupige hatua, lakini kila tukifanya biashara haiendi. Tukifanya biashara inaharibika. Tunakula paka na mitaji inaisha. Tunabaki watu tunatazama pa kwenda hatuna. Tusaidie Yesu. Ikiwa kuna mahali tumevunja maagano na wewe, tunaomba uhusiano urejeshwe kwa nguvu yako ya mbinguni. Jina lako likapate kutukuzwa. Lakini Baba, kwa neema yako, wapo watu ambao tunatamani tumedumu kuwa katika nyumba za upangaji muda mrefu, pesa nyingi zimeenda. Sasa tunahitaji uingilie kati tuwe na nyumba zetu. Naomba fanya muujiza kwa yule ambaye hata hana tumaini hilo, hana mradi. Fungua njia ili jina lako lipate kutukuzwa. Na matokeo ya maombi haya, kila mmoja akaseme hakika nimemuona Yesu, maana umetenda kwa ukarimu. Jina lako lipate kutukuzwa. Katika masaa haya ninaombea kanisa hili pamoja na viongozi wake. Bariki wazee wa kanisa kwa namna ya pekee. Bariki wakuu wa idara ndani ya kanisa hili, waangazie nuru ya uso wako. Bila kusahau mchungaji wa mtaa, ukambariki akiwa katika safari kwa kwenda kwa makambi huko aliko. Neema yako na baraka zako ziambatane pamoja naye. Asante Yesu, maana umesikia. Kubali maombi yetu na huduma yetu ya mchana wa leo. Tunaomba kwa jina lako wote, tuseme amina.